بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة kipenzi cha umma mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote haina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuamsha tukiwa salama, lakini pia kutujalia kuwa ni wenye kupata salatul jamaa nyuma ya imam. Haina budi kusema alhamdulillah. Yenye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hali za watu baada ya kuwa wametoka katika makaburi. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hali zao juu ya yale watakayokuwa nayo, imma katika huzuni au mifadhaiko au imma katika amani, lakini yote hayo yanakuwa yanatokana na matendo wanayokuwa wanayafanya hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwa kusema فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, pindi litakapopulizwa baragumu. Na hili ni baragumu la kuwafufua watu kutoka katika makaburi yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, pindi baragumu litakapopulizwa, fala ansaba bainahum yawmaidhin, kutakuwa hakuna nasabu kwa hawa wanadamu, kwa maana kutokamana na yale ambayo watakayokuwa nayo, kwamba kila mtu anawaza juu ya kunusurika kwa nafsi yake, namna gani ataitetea nafsi yake. Basi kutokamana na hali hiyo, fala ansaba bainahum, watu wanakuwa si wenye kufahamu nasabu zao, jambo ambalo ni gumu kwa binadamu kusahau nasabu yake. Lakini kutokamana na siku hiyo, kutokamana na uzito wa siku hiyo, basi mja anakuwa anasahau mpaka nasabu yake. Wala yatasaalun, na wala pia hawatoulizana. Yani mtu akamuuliza juu ya hali ya mwenzake, lakini yote hayo ni kutokamana kwamba watu wanakuwa wameshughulika, watu wanakuwa bize namna gani mtu ataiokoa nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea pia katika haya nyingine hali ambazo watakuwa nazo adh-dhalimun, wale watu ambao wamedhulumu nafsi zao kwa kufanya mambo yasiyokuwa ya sawa hapa duniani, watu walioshikamana na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao wameshikamana kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimin, usizanie ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fala tahsabanna Allah, usizanie na wala hispite katika akili yako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ghafilan amma ya'malu adh-dhalimin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameghafirika kutokamana na yale ambao madhalim wanayafanya. Usizanie namna hiyo, na wala isipite katika akili yako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaghafirika. Hapana, sivyo hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuakhiruhum,
anawasubirisha watu hawa ambao wanadhulumu nafsi zao kwa kufanya maasi, kwa kufata nafsi zao, kwa kufata matamanio yao. Yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, Allah subhanahu wa ta'ala anawachelewesha, anawapa muda kutokamana na siku ambayo, mpaka katika siku ambayo macho yao yatakuwa ni yenye kukodoka pasina kuyapepesa. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, muhti'ina ay musri'ina ila ijabati ad-da'i hina yad'uuhum. Watu hawa watakuwa ni wenye kufanya haraka juu ya kuitikia wito ambao unawaelekeza kuelekea kwa Mola wao. Tena mukni'i ruusihim, wakiwa wamenyanyua vichwa vyao. La yartaddu ilayhim tarfuhum, lakini sivyo hivyo. La yartaddu ilayhim tarfuhum, macho yao yanakuwa si yenye kupepeseka, macho yao hawayarejeshi kutokamana na ile hali. Wa afidatuhum hawa, wa afidatuhum hawa, hii wa afidatuhum hawa, na vifua vyao. Maulama na sahaba wakatofautiana, yani wakatafsiri kwa tafsiri tofauti tofauti. Akasema Sa'id ibn Jubair, ay mutaraddidatun la tastaqirru fi maqani, kwamba vifua vyao na nyoyo zao zinakuwa ni zenye kuwewesuka, hazitulizani katika sehemu moja. Afidatuhum hawa ay mutaraddidatun la tastaqirru fi maqani, kwamba nyoyo zao zinakuwa si zenye kutulizana katika sehemu moja. Waqila hawa'u ay mutakharribatun min aljubni walfaza'i, kwamba nafsi zao na nyoyo zao zinakuwa zimepambika kutokamana na uoga, walfaza'i, lakini pia zinakuwa zimepambika na fezea, yani na fadhaa. Lakini Sa'id bin Jubair akasema, na hakika na maana yenye uhakika, anna alquluba za'ilatun an makaniha, kwamba nyoyo zao zitakuwa ni zenye kutoka katika nafsi zao katika sehemu zake. Wal absaru shakhisatun min hawli dhalika al-yawm, lakini pia macho yao yanakuwa yamekodoka kutokamana na mifadhaiko ya hiyo siku. Kwa mukni'i ruusihim la yartaddu ilayhim tarfuhum hawa, kwamba wanakuwa ni wenye kunyanyua macho yao, vichwa vyao. La yartaddu ilayhim tarfuhum, na wala wanakuwa si wenye kupepesa macho yao. Wa afidatuhum hawa ay wa anna alquluba, na kwamba nyoyo siku hiyo zailatun an makaniha, zinakuwa zenye kutoka katika sehemu zao. Wal absaru shakhisatun min hawli dhalika al-yawm, na kwamba macho yao yanakuwa ni yenye kukodoka kutokamana na mifadhaiko ya hiyo siku. Hii ni hali ambayo watakuwa nayo adh-dhalimun, wale wenye kudhulumu nafsi zao, wale ambao si wenye kufata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wenye kuzusha dini ya Allah katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale watu ambao wanapuuzia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote hawa wamedhulumu nafsi zao. Kwa hii ndio hali yao siku ya kiyama. Kwa na wewe unaifahamu nafsi yako kwamba hipo katika nafsi sehemu gani? Je, ni katika wale ambao watakuwa ni wenye mifadhaiko siku ya kiyama, au ni katika watu ambao watakuwa ni wenye kupata amani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye akaelezea baadhi ya hali watakazokuwa nazo adh-dhalimun. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akasema, tudna ash-shamsu yawm al-qiyamah, jua litasogezwa siku ya kiyama, min al-khalqi, kwa viumbe, hatta takuna minhum kamiqdari mir, mpaka jua hili kwa wao litakuwa ni kwa kiasi cha maili moja, mpaka jua hili
kwa wao, yani hili jua ambalo linawaka katika mgongo wa ardhi, siku ya kiyama litasogezwa kwa viumbe kiasi cha maili moja. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil arq, na watu watakuwa katika jua hilo. Fayakunu an-nas, na watu watakuwa ala qadri a'malihim, watakuwa watu katika jua hilo kulingamana na vile au kulingamana na kiasi cha matendo yao. Kwa maana mtu kama alikuwa fil arq, katika jasho, kwa maana watu katika lile jasho ambalo linawatoka, kila mtu atakuwa ni kwa kiasi cha matendo yake. Kama matendo yako yalikuwa ni mabovu, basi jasho lako litakuwa ni kubwa. Lakini kama matendo yako ni mazuri, Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaridhia, basi utakuwa pia na kiasi chako, imma katika kuaminika au jasho ukalipata lakini likawa si kubwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, faminhum man yakunu ila ka'bi, kuna watu ambao jasho lao litakuwa katika fundo zao za miguu. Faminhum man yakunu ila ka'bi, kuna watu jasho lao litakuwa katika fundo zao za miguu. Na hii ni kutokamana kwamba wao matendo yao mazuri ni mengi kuliko ni maasi yao. Pia akasema Mtume Muhammad sallama, wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, lakini pia kuna watu ambao jasho lao litakuwa katika magoti yao. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi, lakini pia kuna watu ambao jasho lao litafika katika viuno vyao. Wa minhum man yurjimuhum al-araqu aljama, lakini pia kuna watu ambao jasho lao litawazamisha, litawafunika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema rawi, wa ashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na akaashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, kwa mkono wake katika mdomo wake. Kwa maana kuna watu ambao jasho lao litafika katika mdomo wao. Hii ni hali ambayo watakuwa nayo adh-dhalimun siku ya kiyama. Ikhwa, namna jua linavyowaka katika mgongo wa ardhi, joto lake linavyokuwa kali, mpaka baadhi yao wanapata kudhurika kutokamana na hilo jua, na likiwa lina umbali, yani tumepishana nalo mbali sana, lakini bado pia linaleta madhara kwa binadamu. Sasa vipi likisogeza jua hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akilisogeza kwa maili moja? Kwa hali inaonekana kwamba siku hiyo itakuwa ni hatari. Lakini kipi kitakachotusaidia kuepukana hiyo hali? Ni kushikamana na toaa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuepukana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, lakini pia kujipamba na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia. Lakini ikhwatul kiram, watu wakiwa katika hiyo hali, watu wakiwa katika hiyo mifadhaiko, watu wakiwa katika tabu za siku hiyo, kuna watu ambao watakuwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu watakuwa katika furaha, kuna watu hawatakuwa na huzuni. Nao pia akawaelezea Abu Huraira katika hadithi ambayo ameipokea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawman la dhilla illa dhilluh. Sab'atun, watu wa aina saba au watu wenye sifa saba, yudhilluhumullah, Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika
fi dhillihi, katika kivuli chake, yauma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa ni wa aina gani? Watakuwa amani, watakuwa na amani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizo sifa ni zipi ambazo zitapelekea kwamba watu wakiwa katika shida wawe katika amani? Mtume Muhammad sallallahu anawataja, anasema al-imamu al-adil. Mtu wa kwanza ni imamu mwadilifu. Imamu mwadilifu, yani kiongozi ambaye ni mwadilifu katika hukumu, mwenye kujipamba na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kutoa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa usawa. Lakini pia mtu wa pili akasema Mtume Muhammad sallallahu wa shabun nashaa fi ibadatillah au nashaa fi ibadati rabbih. Na mtu wa pili ni kijana ambaye amekulia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu amehusisha ujana kwa sababu hali ya ujana ndio hali iliyokuwa ya sawasawa katika kufanya ibada. Huwezi ukalinganisha ibada za mtu ambaye ni mzee na kijana. Kijana anakuwa na nashati katika kufanya ibada. Kwa na mtu wa pili wa shabun nashaa fi ibadatillah, kijana ambaye amekulia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu wa tatu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamana na misikiti, muda wote yupo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muda wote yupo katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, na mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti, huyu pia atakuwa katika amani siku ambayo watu watakaokuwa katika huzuni. Wa rajulani tahabba fillah, na watu wawili wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtamaa alayhi, na wakusanyika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watafarraka alayhi, na wakatofautiana au wakaachana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mahaba yao yakawa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakawa ni kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, si mahaba ambayo ni kwa ajili ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahabba fillah, na watu wawili wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawajapendana kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya tijara. Hapana, tahabba fillah, wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu hawa wajtamaa alayhi, wakakusanyika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Watafarraka alayhi, lakini pia wakatofautiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mmoja labda akawa ni mtu wa maasi, mwingine akasema yalla, mimi siwezi nikakaa na mtu ambaye anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu wa tatu, na mtu mwingine, walajulun talabathu imra'atun dhata mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Na mtu mwingine, walajulun talabathu imra'atun, na mtu ametakwa na mwanamke, dhatu mansibin, mwanamke ambaye ana nafasi, kwa maana ni mzuri, amekamilika, ana pesa, ana kila kitu katika vitu ambavyo mtu anapenda. Wa jamal, lakini pia dhatu mansib, ni mtu ambaye mwenye cheo, imma nasabu yake ni kubwa au ana cheo, ni mtu mkubwa. Wa jamal, lakini pia ni mzuri, ana macho mazuri, ameumbika vizuri, mashallah. Lakini mtu huyu akasema inni akhafu Allah, mimi ninamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo ambalo ni gumu. Lakini mtu akasema hapana, mimi ninamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala,
siwezi kufanya kile kitu ambacho nakitaka. Huyu pia atakuwa katika vivuli, siku ambayo kutakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa katika amn, katika siku ambayo watu watakuwa katika mifadhaiko na shida. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, na mtu ametoa sadaqa akaificha ile sadaka yake, hatta la ta'lama shimaluhu, mpaka mkono wake wa kushoto ukawa haufahamu ma tunfiqu yaminuhu, kile ambacho kimetolewa na mkono wake wa kulia. Wa rajulun dhakara Allah, na mtu akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala khaliya, akiwa katika hali ya upweke. Fafadat ainah, jicho lake likabubujikwa na machozi, akafikiria ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, akafikiria namna alivyo ni mzembe katika kufanya ibada, akafikiria juu ya maasi ambayo anayafanya, akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Fafadat ainah, jicho lake likatoka machozi. Huyu mtu pia atakuwa katika kivuli, atakuwa na amani siku ambayo watu watakuwa hawana amani. Watu watakapokuwa na hofu, watu watakapokuwa wanahangaika na kuzama katika majasho, yeye yupo katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale ambao wenye kusikiliza maneno na kuyafata kwa wema. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.